Atakayembandua mamlakani Samia Suluhu aibuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hali inayochochea kasi ya maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, chama cha Alliance Democratic Change ADC kimefanya uamuzi muhimu wa kutangaza rasmi mgombea wake wa nafasi ya juu kabisa ya uongozi wa taifa. Kupitia mkutano maalum uliofanyika leo Juni tarehe 30 katika ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam, chama hicho kimemtangaza Wilson Elias kama mgombea wao wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sambamba na hilo, Shoka Hamisi Juma ametangazwa kuwa mgombea mwenza na nafasi ya makamu wa rais. Uamuzi umetokana na mchakato wa kura ya ndio au hapana, ambapo Elias alipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wajumbe wa chama baada ya mpinzani wake kushindwa kukidhi vigezo vilivyowekwa. Hatua ya ADC kuingia rasmi katika kinyang'anyiro cha urais imechochea mvutano wa kisiasa nchini, hasa ikizingatiwa kuwa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan tayari ashapendekezwa na chama chake CCM kuwania muhula wa pili. Hili linaifanya 2025 kuwa mwaka wa ushindani mkali kati ya vyama vikuu vya siasa, huku wapiga kura wakisubiri kusikia ajenda za wagombea mbalimbali. Kwa mujibu wa masharti ya kisheria yaliyowekwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wagombea wa nafasi za urais na makamu wake wanapaswa kuwa raia wa Tanzania kwa kuzaliwa, wawe na umri usiopungua miaka 40 na wawe wanachama hai wa vyama vyao. Uteuzi wa Elias na Juma unaashiria kuwa ADC imezingatia matakwa hayo, huku ikijiandaa kuingia katika kampeni ya kitaifa kwa ari mpya. Mkutano wa ADC ulihudhuriwa na viongozi wa kitaifa, wanachama na wadau wa siasa. Uliambatana na mikakati ya awali ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kupanga safu ya wasaidizi wa kampeni, kubaini maeneo ya vipaumbele vya kisera na kuimarisha uhusiano wa chama na jamii kupitia majukwaa ya kisiasa. Kwa wachambuzi wa siasa, hatua ya ADC si tu ishara ya kujipanga kwa uchaguzi, bali pia ni ujumbe wa kisiasa na ulenga kupanua wigo wa ushindani dhidi ya chama tawala. Kwa mara nyingine, uchaguzi mkuu wa Tanzania unatarajiwa kuwa jukwaa la kuonesha uimara wa vyama vya siasa, uwezo wa gombea na vile zaidi kiwango cha kukomaa kwa demokrasia nchini. Huku wimbi la kisiasa likizidi kupanda, vyama vingine vya siasa vinatarajiwa kutoa wagombea wao katika siku zijazo, na ni jambo linalotarajiwa kuongeza ushindani na kuvutia umakini mkubwa kutoka kwa wapiga kura, wachambuzi wa siasa na waangalizi wa uchaguzi. Kwa sasa ADC inaonekana kujipanga kwa kampeni zenye kushawishi wananchi kupitia hoja, sera na dhamira kuleta mabadiliko. Uteuzi wa Wilson Elias ni mwanzo rasmi wa safari yao kuelekea uchaguzi mkuu wa kihistoria unaotarajiwa kuvuta hisia za wengi ndani na nje ya Tanzania.